maamuzi ya tume ya uchaguzi hayawezi kuingiliwa na mahakama au hayawezi kufika mahakamani kuchallenge uamuzi wote utakaofanywa na tume, jambo ambalo leo imetoka tafsiri yake. Kimsingi leo tulikuja kwa ajili ya uamuzi dhidi ya mapingamizi ambayo yaliwekwa na serikali pamoja na tume ya uchaguzi kuhusiana na kesi aliyoifungua mteja wangu Bwana Hamad Masudi baada ya kuenguliwa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea kiti cha urais wa Zanzibar. Mapingamizi hayo yalikuwa ni kwamba mahakama waliweka mapingamizi ya kwamba mahakama haina mamlaka ya kusikiliza maamuzi yoyote ambayo yanatolewa na tume ya uchaguzi, aidha kusikiliza, kutengua au kufanya chochote. Lakini mapingamizi mengine yalikuwa ni kwamba kesi zote za uchaguzi zisikilizwe na tume ya uchaguzi pamoja na suala la kuleta notice. Mapingamizi yote yamekataliwa na mahakama imetamka bayana ya kwamba itakuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi zozote ambazo endapo tume ya uchaguzi itakuwa imekanyaga katiba. Kwa sababu msimamo wa kwanza uliokuwepo ni kwamba tume haiwezi kuingiliwa kwa maamuzi yake. Ndio tulichokuwa tunaamini, ndio kilichokuwa watu wameaminishwa. Sasa tumepata tafsiri ya kwamba hapana, tume ya uchaguzi kama itakanyaga katiba basi inaweza kushtakiwa mahakamani na mahakama kutoa tafsiri au kutangaza hicho walichokifanya labda ni kinyume cha katiba. Kwa hiyo ndio maana tunasema sasa kwa maamuzi haya tunapaswa sasa huo msimamo uliokuwepo kwenye vichwa vya watu kwamba maamuzi ya tume ndio maamuzi ya mwisho, hayawezi kuingiliwa. Leo mahakama imeshatoa tafsiri kwamba unaweza kuja mahakamani endapo tume imekanyaga katiba kwenye maamuzi yake. Kesho tunakuja sasa kusikiliza kesi ya msingi ya mteja wangu Hamad Masud ya kuenguliwa kwenye kinyang'anyiro cha kugombea urais, kwa sababu kwanza waliweka mapingamizi, na kwa mujibu wa sheria kunapokuwa kuna mapingamizi kesi ya msingi inakaa pembeni, mnasikiza mapingamizi. Sasa kwa sababu mapingamizi yamesikilizwa na yamekataliwa, kinachofuata kesho ni kuja kusikiliza shauri la msingi la mteja wangu Hamad Masud kutokana na kitendo cha tume ya uchaguzi ya Zanzibar kumwengua kwenye kinyang'anyiro cha kugombea urais wa Zanzibar bila kumpa haki yake ya kusikilizwa. Maamuzi ya kusikilizwa pingamizi zile ambazo mletwa na ZEC pamoja na ofisi ya mwanasheria mkuu, na mimi mwenyewe nimeridhika kwa sababu kesi ilisikizwa kwa Kiswahili, lakini maamuzi ruling yamesoma kwa Kiingereza. Bahati nzuri mimi nilikielewa vizuri sana, ndio nikakwambia, si kwamba nilikuwa nasikia mtu tu anaongea, lakini alikuwa anaongea nilikuwa naelewa, na kwa kweli nimeridhika kwamba pingamizi zile tatu zote zimetupiliwa mbali. Sasa tunasubiri hii kesi kubwa, kesi ya msingi ambayo ndio hasa ambayo tumeleta, itaanza kusikilizwa kesho.